Karibu sana mwanamichezo wa Rick Media, tuzungumze habari za michezo yale ambayo yamejiri mitandaoni hivi karibuni. Bwana, taarifa ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu hivi karibuni ikihusisha sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo ilipanga kufanyika tarehe 15 ya mwezi huu, nikimaanisha siku ya Jumapili. Tayari leo hii limefikia mwafaka baada ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania kutoa taarifa kwa umma kwamba mchezo huo umesogezwa mbele mpaka tarehe 25. Hatua hiyo inakujia baada ya sakata la vuta ni kuvute ambalo limefanyika muda mrefu, Young Africans wakishinikiza kuwa hawako tayari kucheza mchezo huo kwa muda mrefu kuanzia pale ambapo ulipangiwa tarehe 15 ya mwezi huu. Bwana, taarifa hii kufikie majira haya, bodi ya ligi kuu ya Tanzania imetoa taarifa kwa umma ambayo inaeleza kuwa mchezo huo umesogezwa mbele mpaka tarehe 25 ya mwezi huu. Bwana, taarifa hii naomba nikusomee ambayo imepandishwa kwenye kurasa za bodi ya ligi ya Tanzania dakika 9 zilizopita. Inasema bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili za jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania tarehe 13 Juni 2025. Hivyo kwa taarifa hii ambayo imetolewa na bodi ya ligi, sasa rasmi tumefikia mwafaka juu ya sakata la dabi ya Kariakoo ambalo watu wengi walikuwa wanasubiri kwa hamu na wanasubiri kuona hatima yake kuelekea tarehe 15 ni nini. Lakini nikuambie, kabla ya taarifa hiyo kulikuwa na picha ambazo zikisambaa mtandaoni zikionyesha viongozi wa Young Africans lakini pia na viongozi wa Simba wameenda kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko Dodoma, nikizungumza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye picha hiyo viongozi wa Simba anaonekana mwenyekiti Murtaza Mangungu, lakini pia yuko mzee wetu Hassan Dalali naye ameonekana kwenye picha pamoja ambayo yupo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa upande wa Young Africans ameonekana mwekezaji wa klabu hiyo, nikizungumzia GSM Garibu Saidi Muhammad, lakini ameonekana pia makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji, lakini pia na mtendaji mkuu CEO Andre Mtine naye pia ameonekana kwenye picha hiyo. Watu wengi wanajaribu kuhusianisha yawezekana matokeo ya kuahirisha mchezo huo kutoa siku ya Jumapili ya tarehe 15 kumekwenda sambamba na mazungumzo ambayo yamefanyika na viongozi hao wa juu wa vilabu vyote viwili Simba na Yanga, ambayo yameshirikisha pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo rasmi mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa kufanyika tarehe 15 ya mwezi huu ambayo ni siku ya Jumapili umehairishwa mpaka tarehe 25 ya mwezi huu, na bodi imewatakia kila laheri vilabu vyote viwili kuelekea maandalizi ya mchezo huo. Tunasubiri sasa Simba ambao wenyewe jana walitoa msimamo wao kwamba hawako tayari kucheza mchezo huo namba 184 ikitokea ukahairishwa tofauti na siku ya tarehe 15 Jumapili, wao hawatakuwa tayari kucheza. Tunasubiri baada ya bodi ya ligi kutoa taarifa kwa umma na kutaarifu kwamba wenyewe mchezo huo wameupeleka mbele. Tusubiri mapigo ya mnyama Simba atasema nini. Je, atakuwa tayari kushiriki mchezo huo wa tarehe 25 au naye atatanua makucha kama ambavyo Young Africans alitanua makucha? Bwana